Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia nimefurahi kuwaona Calvary mahali hapa mkiwa na nguvu ya Mungu ya kusonga mbele. Haleluya wana wa Mungu. Basi ngoja tuseme neno la Mungu kidogo kwa dakika chache sawa na jinsi ambavyo nimepata hii nafasi. Bwana asifiwe sana. Baba, ninakushukuru kwa sababu ya wakati huu mzuri. Asante Roho Mtakatifu, ni wakati sasa wa kusema nasi neno hili kwa ufupi litakalotuvusha mwaka huu 2025 katika jina la Yesu. Amen. Kuna neno hapa kidogo tutakwenda kuliangalia, linasema tunakwenda kuimiliki nchi ijayo maziwa na asali. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya wana wa Mungu. Musa aliwaambia wana wa Israeli, kuna nchi mnakwenda kuivuka na kuimiliki, lakini mnahitaji kushika sheria na hukumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Akawaambia kuna nchi mmekaribia, mnakwenda kuivuka, mnakwenda kuimiliki. Hii ni nchi iliyojaa maziwa na asali, lakini lazima mfuate sheria, mfuate hukumu. Bwana Yesu asifiwe wana wa Mungu. Tunasoma kitabu hiki cha Kumbukumbu ya Torati sura ile ya 6 mstari ule wa 1 mpaka wa 3. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 6 mstari wa 1 mpaka wa 3. Nasoma kwa jina la Yesu. Na hii ndio sheria na amri na hukumu alizoziamuru Bwana Mungu wenu, mfundishwe mpate kuzitenda katika nchi ile mnayovuka kuimiliki, upate kumcha Bwana Mungu wako, kushika amri zake zote na sheria zake ninazokuamuru wewe na mwanao na mwana wa mwanao siku zote za maisha yako, tena siku zako ziongezwe. Sikiza basi, Israeli, ukaangalia kuzitenda, upate kufanikiwa, mpate kuongezeka sana, kama Bwana Mungu wa baba zako alivyokuahidi, katika nchi ijayo maziwa na asali. Bwana Yesu asifiwe sana. Musa aliwaambia wana wa Israeli, mnatakiwa kuvuka ili mpate ongezeko, ili mpate kufanikiwa, ili mpate kuinuliwa, ili mpate kumiliki katika nchi iliyojaa maziwa na asali. Mnatakiwa kumcha Bwana. Bwana Yesu asifiwe wana wa Mungu. 2024 imepita, tunaitarajia hii 2025 ili uweze kuona mkono wa Mungu. Mwaka 2025 hakuna njia nyingine isipokuwa ni kulicha jina la Bwana. Haleluya wana wa Mungu. Kama hautalicha jina la Bwana, lazima utapata shida, lazima utaangamia. Ili Mungu akakuangalia mwaka 2025 ukapate kuongezeka, wewe na wanao, wewe na biashara zako, wewe na mifugo yako, hakuna njia nyingine isipokuwa ni kuzishika sheria. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi wanaolia leo wamesema 2024 ilikuwa kizaazaa, wamesema 2024 ilikuwa haina kitu. Ni kwa sababu kuna mahali waliacha sheria. Unapoisahau sheria, unaishi maisha yasiyompendeza Mungu. Kuna mahali Mungu anakuangalia, anakuacha ujipiganie mwenyewe. Utaona nchi imekuwa ngumu, lakini kwa wao waliolicha jina la Bwana, wao wameongezeka sana. Natamani Mungu akakuongeze usiku wa leo katika jina la Yesu. Natamani unapokwenda kuvuka mwaka huu, Mungu akakubariki wewe na uzao wa tumbo lako. Natamani uende umiliki mwaka 2025. Chochote utakachokwenda kushika, Bwana apate kuleta ongezeko. Haleluya wana wa
sana. Haleluya, wana wa Mungu. Nataka nimalizie kidogo ili niwape nafasi wengine. Mambo yatakayotusaidia ili tuweze kuimiliki nchi Mungu aliyotupa.